Taarifa ya dharura kutoka kwa polisi ama jeshi la polisi la Tanzania imezua uoga nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Taarifa ya jeshi la polisi mkoa wa Mbeya imeeleza kuwa viongozi waliokamatwa kwa tuhuma za kuhamasisha watu kufanya mkusanyiko usio halali, madai yaliyofungamanishwa na hoja kwamba Chadema imezuiwa na mahakama kufanya shughuli zozote za kisiasa. Ndani ya sentensi chache, dola iliunganisha mamlaka ya kiutendaji, tafsiri ya sheria na nguvu za silaha katika kitendo kimoja, na hapo hoja ya taratibu za mikusanyiko iligeuka kwa kigezo cha kuwazuia wapinzani, na amri ya mahakama ikawa chombo cha kufunga kabisa shughuli za chama kikuu cha upinzani. Kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mbeya Masaga Pius Kaloli na mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Mbeya Elisha Evaristo Chonya kumeibua mtikisiko mkubwa wa kisiasa unaozidi tukio lenyewe, kikifichwa kuwa ukali namna mamlaka ya dola yanavyotumia sheria, amri za mahakama na nguvu za kiutendaji kudhibiti anga za siasa. Tukio hili lilotokea Januari tarehe 21 mwaka huu majira saa 9 alasiri katika kijiji cha kata ya Inyala alikuwa la kukamatwa kwa viongozi wawili wa chama cha upinzani, bali ilikuwa ni onyesho la wazi la mfumo unaozidi kufunga milango ya ushiriki wa kisiasa, huku kisitiri kwa lugha ya utaratibu wa kisheria. Video zilizozambaa mtandaoni mchana huo kwenye mitandao ya kijamii ziliweka sura ya kibinadamu kwenye kisimulizi hii ya kisheria. Masaga Pius Kaloli alionekana akiwa amevaa sare za Chadema za rangi ya kaki, ishara ya uanachama na uaminifu wake wa kisiasa, huku Elisha Evaristo Chonya akiwa na kofia nyeusi na fulana ya Chadema ya bluu. Mavazi haya ya kwa kosa la kisheria, lakini katika mazingira ya sasa yalitosha kuwatambulisha kama walengwa wa dola. Dakika chache baadaye waliondoka wakiwa chini ya ulinzi wa polisi, tukio lilogeuka kuwa picha ya kuishi ya hali ya siasa nchini Tanzania. Kwa mtazamo wa haraka, sakata hili liliweza kuwasilishwa kama utekelezaji wa sheria za mikusanyiko ya hadhara. Hata hivyo, historia ya Tanzania ya karibuni inaonyesha kuwa sheria hizi zimekuwa zikitekelezwa kwa upendeleo mkubwa, na tangu marufuku ya mikutano ya kisiasa katika kipindi mbalimbali, hatua matumizi ya sheria ya polisi, sheria ya vyama vya siasa na maamuzi ya mahakama yenye athari za kisiasa, dola imekuwa ikipanua uwezo wake wa kudhibiti upinzani bila kupitia ushindani wa sera. Kukamatwa kwa Masaga na Elisha kunafanyika ndani ya mkondo huu wa mpana wa kisiasa. Na katika miaka ya nyuma, Mbeya imekuwa kitovu muhimu cha siasa za upinzani, ikijulikana kwa mikutano mikubwa, ushindani mkali wa uchaguzi na sauti za wananchi zisizoogopa kuhoji mamlaka. Si bahati mbaya kwamba tukio hili linatokea hapa, na dola imekuwa ikitumia Mbeya kama maabara ya kudhibiti upinzani, kuanzia kuvuruga mikutano hadi kukamata viongozi kwa tuhuma zinazobadilika. Hii inaashiria mkakati mpana zaidi wa kuzuia maneno yenye historia na upinzani mkali. Amri ya mahakama inayotaja kuzuia Chadema kufanya shughuli za kisiasa imekuwa chanzo kikuu cha mjadala wa kikatiba. Kihistoria, mahakama nchini Tanzania zimejikuta katikati ya mvutano wa kisiasa, zikituhumiwa mara kwa mara kwa kutoa maamuzi yanayounga mkono mamlaka ya utendaji kuliko haki za kisiasa. Na katika mazingira ambayo vyombo vya dola vinatekeleza amri hizi kwa kasi na ukali, imani ya wananchi katika uhuru wa mahakama inazidi kupungua. Hili lina athari za muda mrefu kwa utawala wa kisheria. Kukamatwa huku pia kuna ajiri katika kipindi ambacho viongozi wa juu wa serikali wamekuwa wakizungumza kuhusu maridhiano, kufungua anga ya kisiasa na kujenga upya imani kati ya dola na vyama vya upinzani. Vitendo kama hivi vinavunja simulizi hilo. Hakuna maridhiano yanayoweza kustawi wakati viongozi wa chama wanakamatwa kwa madai ya kuandaa mkutano, huku chama chenyewe kikiwa kimefungwa kabisa kufanya siasa hapa.
na hapa lugha ya maridhiano inabaki kuwa tamko lisilo na meno. Ndani ya muktadha wa Afrika Mashariki, tukio la Mbeya linaunganishwa na mwenendo unaoshuhudiwa katika baadhi ya nchi jirani, ambapo serikali zimekuwa zikitumia sheria na vyombo vya usalama kuzuia upinzani. Ripoti za mashirika ya haki za binadamu katika ukanda huo zimeonya mara kwa mara kuhusu kupungua kwa uhuru wa kisiasa, kukamatwa kiholela na matumizi ya nguvu dhidi ya wapinzani. Na Tanzania iliyowahi kujitambulisha kama mfano wa utulivu na mshikamano, sasa inawekwa kwenye ramani hii ya wasiwasi ya kidemokrasia. Na katika ngazi za kimataifa, matukio kama haya hayapiti bila kuonekana. Washirika wa maendeleo, taasisi za kifedha na jumuiya ya kidiplomasia huangalia mwenendo wa haki za kisiasa kama sehemu ya vigezo vya ushirikiano. Kukamatwa kwa viongozi wa chama kikuu cha upinzani kwa misingi ya mikusanyiko kunazidisha shaka kuhusu mwelekeo wa utawala bora nchini, ingawa athari zake haziji mara moja, hukuwa taratibu katika maamuzi ya kimkakati ya kimataifa. Hoja ya upelelezi unaoendelea kama ilivyoelezwa na polisi inaweka kivuli kingine juu ya haki ya washikiliwa. Historia inaonyesha kuwa upelelezi wa aina hii mara nyingi huchukua muda mrefu, ukiambatana na dhamana ngumu ya kucheleweshwa kwa kesi, alinayotumika kama adhabu ya kisiasa kabla ya hukumu. Na kwa viongozi wa kisiasa, muda huu ni gharama kubwa, kwani umewanyima uwezo wa kuongoza, kuwasiliana na wanachama na kushiriki kikamilifu katika mjadala wa umma. Kiini cha sakata la Mbeya si Masaga Pius Kaloli wala Elisha Evaristo Chonya, ni taswira ya mfumo unaozidi kuhalalisha matumizi ya nguvu na tafsiri finyo za kisheria kama njia ya kudhibiti ushindani wa kisiasa. Ni ujumbe unaotumwa kwa wanachama wa vyama, wanaharakati na wananchi wa kawaida kwamba ushiriki wa kisiasa una mipaka inayobadilika kulingana na mapenzi ya dola. Na kwa kizazi kinachokuwa katika enzi ya mitandao ya kijamii, tukio hili limehifadhiwa milele katika kumbukumbu za kidijitali. Video za kukamatwa, taarifa za polisi na mjadala wa umma vimeunda kumbukumbu ambayo haitafutika kwa urahisi, na hii ina maana kwamba vitendo vya leo vitatumika kama ushahidi wa kesho, na wakati historia itakapohukumu mwelekeo wa taifa. Mwisho wa simulizi hili unaangazia mustakabali wa Tanzania katika njia panda hatari, na taifa linapokubali kukamatwa kwa viongozi wa kisiasa kama jambo la kawaida, linaanza safari ya kupoteza misingi ya demokrasia. Ukimya wa wananchi, hofu ya vyama na utii wa taasisi bila uwajibikaji vinajenga mazingira ambayo haki hupotea polepole bila kishindo. Kukamatwa kwa Masaga na Elisha si mwisho wa hadithi, bali ni ukurasa mwingine unaoandika onyo kali kwa mustakabali wa nchi. Tanzania itakumbukwa kama taifa linalorekebisha mwelekeo wake kwa ujasiri, au kama taifa lililonyamaza hadi uhuru wake wa kisiasa ukayeyuka mikononi mwa dola. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina, bila kupindisha wala kuegemesha ama kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kila wakati kwa taarifa kama hizi kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.